Leo zoezi limeanza leo? Yes, leo limeanza rasmi kwa maana ya wilaya ya Kishapu pamoja na Shinyanga mjini, wanaita Shy Town watoto mjini. Na Kahama bado? Kahama rasmi zinaanza kwenda kugaiwa kesho katika wilaya ya Kahama mjini pamoja na Shinyanga vijijini, na kesho kutwa tutakwenda Ushetu pamoja na Msalala, kadi zinaanza kugaiwa rasmi, lakini mzigo umeshaingia paka sasa ninapokuambia. Mzigo uko ndani ya Kahama na mzigo uko tayari katika ofisi za Chama cha Mapinduzi katika matawi yote yaliyoko ndani ya mkoa huu wa Shinyanga. Kadi hizi kwanza walisajiliwa wanachama wetu katika mfumo huu ambao usajili wao ulianza mwaka 2018, lakini mwaka jana mwishoni tulikuja na siku 10 za moto ambako tulitangazia umma ujumbe tunakwenda kuwasajili wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi kwenye mfumo elektroniki. Wanachama hao walienda kusajiliwa na wakasubiri kuchukua kadi zao kwa sababu ilikuwa ni mzigo mkubwa sana kwa watu waliosajiliwa katika nchi hii. Kwa hiyo kadi zimekwisha kuzalishwa na uzinduzi wake rasmi katika mkoa wetu wa Shinyanga, ingawa mikoa mingine imekwisha kuanza kutoa mapema na imebakia mikoa michache. Katika mkoa huu wa Shinyanga tunaanza kuzindua kwa kuzitoa rasmi tarehe 24 ambayo ni leo, na kadi hizi zinatolewa katika ofisi za Chama cha Mapinduzi za matawi yote. Kila tawi manake kwenye ngazi ya vijijini unaita kuna chama tunaita tawi. Kwa pale tuna uongozi wetu kwa maana makatibu wa CCM wa matawi ndio watakaohusika kutoa kadi hizo kwa sababu ndio wanawajua wanachama wao wakishirikiana na mabalozi. Kwa sababu wakati tunasajiliwa wanachama wao walitambuliwa kupitia mabalozi kwa kuandikiwa barua ndio wakaweza kusajiliwa. Kwa hiyo kupitia kwa mabalozi, na kadi hizi zinatolewa bure kabisa. Hauchajiwi hata senti 5. Zimetengenezwa bure, ingawa ni gharama chama kama chama kimegharimika kutoa fedha kutengeneza sababu ni kadi bora. Ni kadi bora ambazo zina mambo yako mengi ambayo yako hata kwenye kitambulisho chako cha NIDA yamo mle ndani. Yes, kwa hiyo kina mambo mengi na ni bure, ingawa haulazimishwi, lakini ni haki na ni matakwa kulingana na katiba kila mwanachama aweze kulipa ada. Kwa hiyo utakapojichanga ukapata fedha na kila mwezi tu utaruhusiwa kulipa ada ya shilingi 100 ambao kwa mwaka ni shilingi 1200. Na ukiwa unajumuia kwa mfano wewe ni kijana huko kwenye umoja wa vijana, mle unasajiliwa pia kwamba wewe ni mmoja wa vijana. Kwa hiyo na yenyewe umoja wa vijana utalipia shilingi 100 kwa mwezi ambao kwa mwaka ni shilingi 1200. Kama uko kwenye umri wa wazazi na wenyewe adao kwa mwezi ni shilingi 100 tu, kwa mwaka ni shilingi 1200. Mr. Masele huko UWT vile vile shilingi 100 kwa mwaka 1200. Lakini kwa sasa unapoenda kuchukua kadi hata kama una ada hiyo nenda ukachukue, ni bure kabisa, yani uchajiwe hata senti 5. Yes, kwa hiyo zinagaiwa huko kwa kadi. Ukiacha ila makaratasi umesema kama kijitabu hivi, akiwa nayo mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kadi ya kielektroniki umesema kama fana kama kadi ya benki hivyo, utaja benki unaanza kuzungumzia mambo ya pesa. Vipi, faida zake zipi ukiwa na hii kadi? Kadi hii unaweza ukatembea nayo wakati wowote. Unajua utambulisho wako mtu kukujua wewe ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lazima uwe na kadi yako ya chama. Na ili utembea nayo maana yake unaweza kuweka hata kwenye wallet yako. Zile za magamba tulikuwa tuwezi kutembea nao kuweka, unasema ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Lakini hata mtu akikwambia anahitaji nione kadi yako huwezi kuwa nayo. Lakini ile sasa utachomoa wallet na utakitoa utamwambia bwana hii hapa kadi inazilisha mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hata huko safarini umekwenda Dodoma, umekwenda Dar es Salaam, umekwenda Arusha, umekwenda Mbeya, unahitaji upite kwenye ofisi ya chama, utajitambulisha, utaonesha mimi ni kada wa chama na ni mwanachama, kadi yangu ni hii hapa. Kwa hiyo inakuwa kwenye wallet tu. Lakini cha pili, kadi hizi zinakokwenda kuboreshwa baadaye zitafanya huduma mbalimbali tuzitumie kwa baadaye. Zitaingizwa kwenye mfumo mbalimbali. Kwa hiyo itafikia tu unahitaji hata kufanya kuingia kwenye uwanja vya mpira ambazo tutaenda huko kutumia kadi kwenda kuchanja. Sasa hilo utajaza tu kama ni fedha zako na ikitumia ile kadi unaingiza unachanja, unaingia unaenda kututizama. Lakini kwa baadaye zitaingia hata kwenye mfumo wa kibenki baada kuona zile kadi za ATM kadi zile, hata zile zitaingizwa kwa baadaye. Zitaenda kuboreshwa huko, tutaanza kuzitumia hata kwa huduma za kifedha. Kwa hiyo zitakuwa zina mambo mengi, zina faida kubwa sana. Na kimsingi kuonesha hilo, watu wengi baada kuona uzuri hizo walikimbilia kujisajili. Ninavyoongelea tu, unajua mkoa wetu wa Shinyanga watu ambao wamejiandikisha kwenye daftari la wapiga kura ni watu 1,22 na point katika mkoa huu wa Shinyanga. La watu waliosajiliwa tu mpaka sasa ni zaidi ya 500,000. Yaani nazungumzia 57% ya watu waliojiandikisha daftari la kupiga kura
ni tayari wameshasajiliwa kwenye mfumo wa elektroniki na wana kadi za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kama Chama cha Mapinduzi tayari tuna mtaji wetu wa uhakika. Na tunakokwenda sasa hivi wako wengine zaidi watakaenda kuongezeka. Kwa mfano ili zoezi linaendana sanjari na wako wengine walisajiliwa taarifa zao zilikosewa. Kwa hiyo wataenda kuwekewa taarifa zao sawa, sajili zijazwe vizuri, kama picha ilikosewa kupigwa vibaya inawekwa sawa sawa. Kuna taarifa nyingine kuziweka vizuri zitarekebishwa. Kwa hiyo na hata wale wengine ambao hawakusajiliwa kwa kipindi hicho, hizo walikuwa na majukumu mbalimbali, walikuwa mbali na maeneo yao na kadhalika, sasa hivi ni wakati wao. Kwa hiyo watakwenda nao pia wataruhusiwa kusajiliwa wakati kadi zinatolewa na jukumu na zoezi la kuendelea kusajili wanachama wapya litaendelea. Tunategemea 99% ya wakazi wa Shinyanga watakwenda kusajiliwa kwenye mfumo wa elektroniki na kupata kadi za Chama cha Mapinduzi. Hata wale wenzetu wa upande wa pili wa upinzani kwa mambo makubwa aliyofanya mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunawakaribisha wajiunge na Chama cha Mapinduzi, watukabidhi kadi za upinzani walizonazo kama ni za Chadema, CUF, NCCR, Mageuzi, ACT na kadhalika, na sisi tuwasajili wapate kadi za Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu sasa hivi mwisho wa siku patajaa, kwa sababu watu wanazidi kutiririka kukimbilia kwenye Chama cha Mapinduzi kutokana na mambo haya makubwa anaendelea kuyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo chama kimejizatiti, kiko vizuri kweli kweli kupitia kadi zake bora barani Afrika number 1. Hongereni sana. Yes, asante sana brother. Zoezi limeanza na Kahama linatarajia kuanza kesho. Linakoma lini ile zoezi? Zoezi la ugawaji ni tarehe 7 ndo tutamaliza kwa hiyo operation ya ugawaji. Kwa hiyo wale wengine wasisema labda bado hizi siku sio nyingi brother. Sasa tumeanza hiyo tarehe 24 na tarehe 7 tunakwenda kukamilisha ugawaji wa hizi kadi. Kwa hiyo hata kama uko mbali kidogo, kwa sababu God FM inashika zaidi ya mikoa 10 Tanzania, wasogee iwavute waje wachukue kadi zao. Na unapofika pale, hii kadi haruhusiwi kuchukulia mtu. Kuna wengine wanaweza kutegemea kwamba nitamtuma labda babangu mdogo, mke wangu, mume wangu, mtoto wangu, hairuhusiwi. Inatakiwa uende wewe mwenyewe, na utakapoenda kuchukua kuna mambo fulani yatafanyika pale, utapigwa. Na unapokwenda lazima uende na kitambulisho chako cha mpiga kura. Uende na kitambulisho chako cha NIDA. Vile utakavyoenda navyo vinakutambulisha kwamba ndio wewe, ili wakupatie kile kadi yako ya Chama cha Mapinduzi. Ni muhimu sana. Kwa hiyo usije ukasema bwana mimi kajisajili tayari huyo. Umejisajili, lakini pia lazima uende navyo vitambulisho ili tuweze kukujua kwamba wewe kweli ndio wewe kupitia pia vile vitambulisho vyako. Haukuwepo mfumo wa kuonesha kwamba wewe tayari umesajiliwa kwenye mfumo, pengine kuwepo na namba ya utambulisho? Mfumo upo na namba za utambulisho zipo, kwa sababu wanaendelea kulipa ada kupitia zile namba zao. Hazitoshi hizi namba kumtambulisha mtu kwamba wewe tayari. Ili kwa maboresho, unajua tunaenda kidigitali brother. Tumesema lazima tuende tukalinganisha na mambo mengine ya kule kwenye zile kadi. Je, hapo sasa tumesema hizi kadi yetu inabeba mambo mengi. Tujue kweli ni mwanachama na huko alijisajili kwenye kitambulisho cha taifa cha NIDA, yumo ndani, tuweze kujua kweli ni mtaifa Mtanzania kweli kweli. Inawezekana ulienda kule lakini ulifoji sio Mtanzania brother. Lazima tujue kwamba ni raia wa Tanzania. Lazima una kile kitambulisho, lakini pia lazima uende na hiyo kadi yako ya mpiga kura, tujue kwamba vyote vile vinakuwazilisha ni Mtanzania. Ikitokea huna ukuweza kusajiliwa kwenye kadi hiyo ya mpiga kura, uende pale ukatoa maelezo. Watajua jinsi ya kufanya, utatoa maelezo. Lakini pia kwa sababu kadi hizi za kuandikishwa kwenye daftari la wapiga kura zinaanza tarehe 1 ya mwezi wa 5, unachukua hicho, baadaye unaenda kujiandikisha pia kwenye daftari la wapiga kura, kwa sababu safari hii tunataka mama yetu tumrudishe kwa kishindo. Lakini kimsingi Chama cha Mapinduzi kwa sababu ni bora kabisa kinaenda kidijitali. Leo hii iko namba ambayo unaweza ukachati na chama hiki kupitia WhatsApp. Ile namba unaichukua wewe, unaisave kwenye simu yako kupitia WhatsApp app. Inaitwa chatbot. Hiyo chatbot iko namba. Kwa wasikilizaji ningependa niwasomee namba hiyo ili waweze kuisave katika simu zao. Na ile namba hii wakati wanaandaa simu zao na sehemu za kuandika namba hii, unaweza ukachati nayo kama unavyochati na WhatsApp tu, inakuwa inakujibu kwamba bwana mimi nataka kujua jinsi ya kulipa ada. Kwa hiyo unabonyeza hapo na hitaji kulipa ada, inakuuliza mtandao gani. Utasema, itakutajia mitandao yote kama ni Mpesa, Tigo Pesa, Airtel Money na mitandao mingine yote inakuonesha. Unabonyeza hapa, unaendelea. Ushaona siku inakuelekeza jinsi ya kulipa ada, unalipa ada. Una swali lolote kuhusiana na uchukuaji wa fomu, unataka kugombea nafasi labda ya udiwani au na kadhalika, unaenda pale na kuonesha hapo utafanyaje, uende wapi. Kwa una chati tunaenda kisasa zaidi. Namba hiyo naweza nikaisoma ni 0761825659. Naomba nirudie kwa ambao nimewapeleka chapchapu.
0761